Mkuu wa jeshi la Israel IDF Luteni Jenerali Eyal Zamir amesema kwamba Waisrael lazima wajiandae kwa kampeni ya muda mrefu dhidi ya Iran kuondoa tishio la ukubwa huu, akionyesha kwamba haiwezekani kumaliza haraka kampeni hii. Katika taarifa yake kwa njia ya video, Zamir alisema Iran imekuwa ikijenga kwa miaka mingi mpango wa wazi wa kuliangamiza taifa la Israel na kwamba katika miezi ya hivi karibuni mpango huo ulifikia hatua ya kutorejea, ambapo uwezo huo ulifikia uwezo wa kufanya kazi. Zamir alisema Israel ilianzisha mashambulizi yake ya ufunguzi dhidi ya Iran ikijua kwamba Iran ilikuwa na takribani makombora 2500 ya ardhi ndani ya ardhi yenye kiwango cha juu cha uzalishaji, hivi kwamba ndani ya takribani miaka miwili walitarajiwa kumiliki takribani makombora 8000. Juhudi za makombora ya ballistic ya Iran, maendeleo ya nyuklia na washirika wa ugaidi wa kikanda ilitulazimu kushambulia na kutoa pigo la mapema, jenerali huyo alisema. IDF haitasimama na kutazama vitisho vinavyoendelea, alisema Eyal Zamir. Kama sehemu ya fundisho linalojitokeza, tutachukua hatua kwa haraka na mapema ili kuzuia tishio lililopo na tutakabiliana na changamoto yoyote, anaongeza Eyal Zamir. Israel ilianzisha operesheni dhidi ya Iran kufuatia takribani miezi 20 ambapo taifa hilo la Kiyahudi limeidhalilisha pakubwa washirika wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran huko Gaza, Lebanon na Yemen katika mfululizo wa migogoro iliyoanza na mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7 mwaka 2023. Hata hivyo, Israel inaamini imelidhalilisha pakubwa kundi la Hamas na makundi mengine ya wapiganaji kutokana na namna walivyoifanya Gaza. Lakini wenyewe wanaona kwamba kitendo cha Hamas kufanya mashambulizi na kuwateka raia ni kitendo cha kuidhalilisha Israel, na hivyo mpango huu ambao wanaona umedhaminiwa na Iran lazima walipize kisasi hicho. Na ndio maana baadhi ya wachambuzi wa mambo wakasema mpango wa mashambulizi ya Israel si kutokana na nyuklia, bali ni kutokana na mambo mengi, ikiwemo pamoja na shambulizi la Oktoba mwaka 2023 ambalo lilifanywa na Hamas. Kulingana na Zamir, IDF ilijitayarisha kwa operesheni hii kwa miaka mingi na ilizindua muunganiko wa hali ya kiutendaji na kimkakati. Iwapo tungechelewa, kulikuwa na hatari ya kupoteza masharti haya na kuingia kwenye kampeni siku zijazo kutoka kwa nafasi ya wazi, alisema Zamir. Tulielewa kwamba historia haitatusamehe ikiwa tungekosa kuchukua hatua sasa kutetea uwepo wa Wayahudi katika eneo hili la Israel. Ufunguzi wa mshangao wa IDF dhidi ya Iran ulipata matokeo ya kushangaza sana, Zamir alisema. Tuliondoa amri kuu ya adui, tukaleta uharibifu mkubwa kwa vipengele vya mpango wa nyuklia, tukafungua ukanda wa anga hadi Teheran, tukatambua na kuharibu kabisa nusu ya kurusha makombora baadhi ya dakika chache kabla ya kurusha na kumshangaza adui licha ya hali yake ya tahadhari, alisema bwana Eyal Zamir. Mtazamaji wa The World News, hayo ni maneno ya Eyal Zamir ambaye anazungumza na wananchi, lakini akieleza kwamba wao wamejipanga zaidi kukabiliana na Iran, huku akiwataka raia kupambana kwa jasho na damu na kuwa wavumilivu kwa kipindi kirefu kutokana na kampeni yao walioanzisha. Hata hivyo, anawaambia wananchi kwamba wapendwa raia wa Israel, pamoja na operesheni za kukera, ulinzi wa safu ya nyumbani unaendelea. Hii ni changamoto tofauti na ile tuliyojua hadi wakati huu. Adui katika udhaifu wake analenga raia kimakusudi, kama tulivyojionea kwa mara nyingine tena katika mashambulizi ya hivi majuzi. Maadui zetu hawaelewi kwamba mstari wa mbele wa Israel ndio chanzo cha nguvu ya IDF na sio udhaifu wake. Tunajiandaa kwa matukio mbalimbali yanayowezekana. Tumeanzisha kampeni ngumu zaidi katika historia yetu. Tulizindua kampeni hii ili kuondoa tishio la ukubwa huu dhidi ya adui wetu kama huyo, ambaye inahitaji utayarifu wa kampeni ya muda mrefu, anasema Eyal Zamir. IDF imejitayarisha kwa hili. Kila siku inayopita, uhuru wetu wa kutenda unapanuka na adui anapungua. Anasema kampeni haijaisha, ingawa tumepata matokeo muhimu. Siku zenye changamoto bado ziko mbele na lazima tuwe macho na umoja hadi dhamira hiyo ikamilike, anamalizia Eyal Zamir. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.